Hayo yanazidi kujiri katika uga mzima wa kimichezo. Bwana, dirisha dogo la usajili ndilo jambo kubwa ambalo linazungumzwa, na ndio mada ambayo tayari kila mmoja kwa nafasi yake anaizungumzia, na ndio uhalisia wa kile ambacho tayari kipo mezani zaidi, kila mmoja akiwa anahitaji kufanya maboresho ndani ya kikosi chake ili moja kwa moja timu irejee katika sehemu ya ushindani mkubwa zaidi. Young Africans ndio timu ambayo kwa sasa inahitaji kufanya improvement ya hali ya juu, kwa maana ya kwamba ni moja ya timu ambayo inahitaji kufanya maboresho ya hali ya juu katika upande huo, kuingiza baadhi ya wachezaji ambao wao wanaamini kwamba wachezaji hawa watakuja kuisaidia na kuifanya timu hii inatimiza idadi kubwa ya mahitaji na malengo ya kile ambacho wamejiwekea kama sehemu ya ufanisi, ubora na uweledi mkubwa uliotukuka. Bwana, usiyoyajua nyuma ya pazia basi ndio ambayo unapaswa kuyajua. Kama ilivyo ada, kama ilivyo kawaida, klabu ya wekundu wa Msimba Simba imekuwa ikifuatilia madiri kadha wa kadha, lakini Yanga wakiamua kuingilia kati wanaingilia kweli. Yaani wakiamua kwamba tunaingilia kati wanaingilia kweli, na hichi ndicho ambacho tayari kimekuja kujitokeza na kila ambacho tayari kimekuja kuonekana katika upande huu ndani ya Young Africans. Mambo yamekuwa ni mengi na mambo pia yamekuwa ni mazito katika upande huo ndani ya Young Africans. Tayari Yanga wamepokea ripoti ya mwalimu coach Pedro Suarez Goncalves, yeye sanjari na benchi lake la ufundi, na lengo kubwa ni kufanya maboresho katika baadhi ya maeneo ili timu yake izidi kuwa imara na izidi kuwa bora zaidi. Je, wajua kila ambacho Simba wamefanya kwa muda mrefu, lakini Yanga wameamua kuingilia kati? Ilikuwa hivyo kwa Aucho, Simba wakamtaka, Yanga wakaingilia kati wakambeba. Ilikuwa hivi upande wa kikosi cha wekundu wa Msimba Simba kumchukua Stefan Aziz Ki, Yanga wakaingilia kati wakambeba. Ilikuwa hivi upande wa Simba wakawa wanamnyatia kwa kiwango na kwa kiasi kikubwa Bara Musa Conte msimu jana, Yanga wakapita nyuma wakambeba. Ilikuwa hivi Yanga akasikia dili la Simba kwa Racine Kouma, wakamtumia Djigui Diarra, Yanga wakapita naye Racine Kouma. Sasa hichi ndicho ambacho pia kinakuja kujitokeza kwa awamu nyingine tena. Je, ni kipi? Bwana, nikuombe kama ni mara yako ya kwanza hakikisha umeweza kusubscribe, lakini pia una nafasi ya kushare hichi ambacho unakwenda kusikiliza, lakini pia like utakuwa umetisha katika upande huo. Bwana, klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba ambao walikuwa kimnyatia Okero, sasa Yanga ndio ambao moja kwa moja wametua. Taarifa kamili kutoka katika upande wa AS Vipers, timu inayomiliki mchezaji mwenyewe AS Vipers ya kutokea pale nchini Uganda. Taarifa zenyewe zinasema ya kwamba klabu ya Young Africans kutoka katika ardhi tukufu ya Tanzania ni moja ya timu ambayo imewasilisha ofa mezani na ombi la kumuhitaji au kuomba sajili ya Aaron Okero Magician. Hiyo ni taarifa ya wazi ambayo tayari imeainishwa na kuripotiwa na wenye mamlaka ya kusimamia na kumsimamia Aaron Okero. Upande wa Young Africans, confidence wameipata wapi mpaka wanakwenda kumchukua Aaron Okero? Wao wanakwambia toka mwanzo wamekuwa kinyatia kwa kina zaidi eneo la management inayomsimamia Aaron Okero ili kutazama, je, Okero atadiriva na atawapatia wanachokihitaji? Hilo ni moja ya swala ambalo lilikuwa mezani na majibu yake yamekuja kuonekana. Kiungo Aaron Okero ni moja ya usaji ambao anytime from now they're done ndani ya Young Africans, kwa sababu Yanga wanakwambia wakiingilia madiri ya namna hii huwa hawana utani wowote. Ni deal done, nini tukifanya ili tuweze kumvuta, ndicho kitu ambacho kimekuwa kisubiriwa na wengi zaidi katika upande huo. Sasa Aaron Okero, taarifa zake ni kwamba Yanga wametua katika kikosi hichi wakiwa na muhitaji, na management ya Aaron Okero wao wanachokihitaji ni pesa ambayo ipo, kwa maana ya pesa ambayo ipo katika upande wa Red Cross
katika mkataba alionao Aaron Okello katika upande huo ili kuweza kumsajili. Ukimtazama Okello mkataba wake unaelekea ukingoni ndani ya AS Vipers. So that why Yanga baada ya kugundua hili na kujua kwamba Simba bado wanajivuta katika dira ya Okello, wao wameamua kuvamia kati ili kumsajili Aaron Okello. Na pia miongoni mwa mambo ambayo mwanamichezo unapaswa kuyajua, Yanga wanamhitaji Okello kwa sababu ya ripoti ya mwalimu kwenye idadi ya wachezaji ambao anawahitaji. Mfano, ukipitia kwenye ripoti ya Pedro Suarez, kocha wa Yanga, moja inaonyesha kwamba I need a winger, anamhitaji winger. Okello is one of the best winger currently in Africa. Yaani ukiwazungumzia mawinga bora kabisa Afrika, huwezi kushindwa kumtaja mchezaji kama Aaron Okello. Ukitazama Yanga akina Chikora, Emmanuel Edmond, ukitazama akina Celestine Ekwa, wote wameshindwa kudeliver na kutoa kila ambacho mwalimu anakihitaji. That why anazidi kufocus katika upande wa ligi ya mabingwa barani Afrika kumpata mchezaji ambaye atakuja kuongeza nguvu zaidi katika winga moja ili timu yake izidi kuwa imara zaidi. Lakini pia upande wa coach anasema I need mchezaji mwingine ambaye atakuwa tunasema ni creating midfielder, kiungo mshambuliaji, au kwa lugha ya mpira tunasema creating midfielder. Kiungo mshambuliaji ni namba 10. Okello ni moja ya wachezaji ambao ukimchezesha kama namba 10 pia atakupatia unachokihitaji zaidi katika nafasi hiyo. Mohamed Dumbia, poor performance. Racine Kouma, poor performance. So katika eneo hili upande wa coach Pedro Suarez Goncalves pia amehitaji mchezaji mwenye sampuli ya namna hii, na Yanga ametazama kwa kina kwamba that deal Aaron Okello ni moja wachezaji ambao wanaweza wakatufaa. Na miongoni pia mwa mambo ambayo pia mwanamichezo uyajue na uyatambue ni kwamba Okello ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa wa kucheza nafasi zaidi ya moja, 7, 11, namba 10, lakini pia anaweza akacheza hata box to box kwa maana ya nambari 8. So katika nafasi hii Yanga wamemtazama mchezaji mwenye kalba ya Aaron Okello, wanaamini ni moja wachezaji ambao wanakwenda kuwafaa katika upande huu. Kumbuka mkataba wa Okello unaelekea ukingoni, na pia Aaron Okello mkataba wake ni US dollars 200,000 kuvunja mkataba wake, thamani ya mkataba wake milioni 500. Yanga wanakwambia we are ready, tuweze tutoe pesa hii ili moja kwa moja mashine Aaron Okello iweze kunukia katika mitaa ya Twiga na Jangwani. So Yanga tayari wanakwenda kupindua meza katika dira Aaron Okello. Let's wait and see. Kazi yetu ni moja tu, kuhakikisha kwamba mwanamichezo unazidi kupata taarifa kwa umakini na kwa uredi na kila ambacho tayari kipo. Lakini ujue Yanga tayari kwa kasi kubwa wameingilia dili la Aaron Okello, na wao sio kwamba wanatania, wanamtaka kwa sababu ya kutimiza ripoti ya mwalimu na hichi ambacho anahitaji kufanya upande wa NBC pamoja na upande wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Bwana, nikuombe kwa upande wako uweze kusubscribe kama ni mara yako ya kwanza, lakini pia niwekee maoni yako, lakini pia usahau like na pia usahau kushare ili na wengi wazidi kupata yaliyo mengi zaidi. Bwana, hapa ndilo chimbo lenyewe la wana michezo wanakopata taarifa zote zaidi.